Huyu ndiye Ayatullah Ali Khamenei, kiongozi wa taifa la Irani ambaye marais wengi wa Marekani wamemshindwa kumtoa madarakani. Karibu kwenye historia ya uhusiano tata kati ya Irani na Marekani tangu mwaka 1989. Ayatollah Ali Khamenei amekuwa kiongozi mkuu wa Irani kwa zaidi ya miaka 37, akipigania msimamo wa nchi yake mbele ya marais mbalimbali wa Marekani. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, mnamo mwaka 1989 Ali Khamenei anakuwa kiongozi mkuu wa Iran. Mwaka huu pia nchini Marekani ikiongozwa chini ya Rais George Bush ilikumbana na swala la mateka waliokuwa wamekamatwa Lebanon, jambo ambalo lililohusishwa na Irani. Mahusiano wakati huo yalikuwa na changamoto sana, hususan kwa Irani. Utawala wake ulipitia wakati mgumu, lakini alishinda. Mpenzi mtazamaji, ulipofikia mwaka kati ya mwaka 1993 na 2001, utawala wa Bill Clinton uliona Marekani ikizidisha vikwazo dhidi ya Irani. Itakuwa vyema. Sababu kuu ilikuwa ni mashaka kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani na tuhuma za kuunga mkono ugaidi. Mwaka 2001 hadi 2009, Rais George Bush alitangaza Irani kuwa ni sehemu ya kile alichokiita ni nguzo ya uovu, na hii pia ilileta mvutano mkubwa dhidi ya mpango wa nyuklia wa Irani. Mwaka 2009 hadi 2017, kipindi hiki kilileta matumaini ya kidiplomasia. Obama aliongoza mazungumzo ambayo yalisababisha mkataba wa nyuklia wa JCPOA mwaka 2015. Lakini hata hivyo kulikuwa na upinzani mkali ndani ya Marekani na Irani. Lakini pia Khamenei alishinda. Na mwaka 2017 mpaka 2021, kipindi cha Donald Trump, kulitokea na mzozo pia. Mwaka 2018 Donald Trump alitoa Irani rasmi kwenye mkataba wa JCPOA na kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Irani. Hatua hii ilisababisha msukosuko mkali wa kisiasa na kiuchumi. Na ilipofikia mwaka 2021 hadi 2025, Joe Biden alipokuja madarakani miaka ya 2021, Joe Biden alionyesha nia ya
kurejesha mazungumzo na Irani kuhusu mkataba huo wa nyuklia JCPOA, lakini changamoto zilikuwepo kutokana na kutokamilika kwa mchakato na msimamo mgumu kwa pande zote. Lakini pia hapa Khamenei alishinda. Na ilipofika mwaka 2025 kwenda 26, Donald Trump alivyorudi tena madarakani baada ya kumalizika muhula wa Joe Biden. Donald Trump alirudi madarakani kama rais wa 47 wa Marekani. Hadi sasa Ayatollah Ali Khamenei bado ni kiongozi mkuu wa Irani na uhusiano wa pande hizi mbili unaendelea kuwa na changamoto kuu ya kimataifa. Majaribio haya tofauti ya kumwekea vikwazo vya kiuchumi na kumng'oa madarakani na fitna tofauti, lakini miaka yote hiyo 37 Ayatollah Ali Khamenei bado anadunda madarakani. Majaribio tofauti ya Marekani ya kuuawa kwake na bado anadunda akiwa hai, japo mkono wake mmoja umeparalaizi kutokana na moja ya mashambulizi ya adui yake Marekani. Huyo ndio Ayatollah Ali Khamenei. Mpenzi mtazamaji, huo ndio mukhtasari mfupi Ayatollah Ali Khamenei alivyodunda na kunusurika kwa marais hao watano hadi sasa. Usisahau kumswalia Mtume Muhammad, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho. Wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud fi amanillah wa ila liqa.